za kulia. Naomba shika Biblia yako, kitabu cha Matendo ya Mitume. Hili ni Pentecosti, ni kongamano la Pentecosti. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anasemwa mwanzo mpaka mwisho. Ndugu zangu, nirudie tena. Leo nilikuwa naangalia comments. Haya mahubiri tunayorusha hapa, yanayochukuliwa hapa, yanarushwa kwenye mtandao, kwenye channel yetu ya YouTube. Ukiingia hapo kwa jina la Nyisaki Chaula utayaona. Sasa yanasikika duniani. Sasa kuna watu wametuma comment wanasema, mtumishi, sisi tumeokoka miaka mingi, wengine wako Saudi Arabia, wengine wako wapi Marekani, nchi tofauti tofauti, wanakujua Kiswahili. Wanasema hatujui nini maana ya Pentecosti. Pamoja na kwamba tumeokoka, lakini maana ya Pentecosti hatuijui. Nikajaribu kutafsiri kidogo, lakini nikasema ya kwamba huu ni ubovu ambao shetani ameumwaga kwa watumishi wa Mungu, wa kutokujua umuhimu wa Pentecost. Na kanisa limefichwa hii nguvu ya Pentecost. Kanisa limefichwa hii nguvu, na kwa kufichwa hii nguvu tunapata Wakristo wengi wanaoongoza kwenda kwa waganga wa kienyeji kutafuta nguvu. Haleluya. Unanisikiliza? Naomba muwe na utulivu hapa. Kwa kukosa kujua nguvu tulio nayo, Wakristo wengi wanapopatwa na magumu hawajui wakimbilie wapi. Kwa maana wameambiwa Roho Mtakatifu ilikuwa ni historia. Kama vile aliposhuka kwa malaika Gabrieli kwa Mariam, ilikuwa saa 6, ilikuwa mwezi wa 6, malaika akashuka. Kwa hiyo ndivyo wanavyodhani kwamba Roho Mtakatifu alishuka akaishia hapo. Sikiliza wapendwa. Sikiliza wana wa Mungu. Mahali popote unakoabudu, nguvu yako ni Roho Mtakatifu. Usipoijua hii nguvu utachakazwa mno. Usipoijua hii nguvu utakwenda kwa waganga wa kienyeji. Usipoijua hii nguvu utatafuta kwenye miungu mingine ikusaidie. Kwa sababu Mungu alijua ya kwamba nyakati za mwisho utendaji wa shetani utakuwa wa kiwango cha juu, naye akaandaa nguvu itakayotusaidia kwa nyakati za mwisho. Roho Mtakatifu ni special kwa ajili ya nyakati za mwisho. Ndio maana Joel anasema itakuwa siku za mwisho, asema Bwana, nitakapomwaga roho wangu juu ya wote wenye mwili. Kwa nini siku za mwisho? Kwa sababu siku za mwisho utendaji wa shetani utakuwa ni mkubwa kuliko siku za mwanzo. Utendaji wa kipepo utakuwa ni mkubwa kuliko siku za mwanzo. Siku za mwisho ni siku ambazo viwanda vya magonjwa kutoka kuzimu vimeimarishwa kupita kawaida. Kuzimu wanatengeneza viwanda vya magonjwa na wanatuma magonjwa duniani. Na yakikupata hayo magonjwa ukienda hospitali, hawana tofauti na yale yaliyo ya kawaida. Ila tofauti yake utatibiwa bila kupata dawa. Viwanda vya kuzimu vinatengeneza ajali zilizo nyingi. Bila Roho wa Mungu watu wanakufa kwenye ajali, na sisi wachungaji tunatamka Bwana alitoa na Bwana ametoa. Kumbe sio Bwana aliyotoa. Hizo ajali zimetengenezwa kuzimu. Utendaji wa adui kwa nyakati za mwisho umeboreshwa. Umepakwa na vanish. Unapendeza na una nguvu. Una nguvu ya kuwashinda wanasayansi. Una nguvu ya kuwashinda madaktari. Na ndio maana madaktari magonjwa yatokayo kuzimu hawayawezi. Kwa maana utaalamu wa kuzimu uko juu kuliko utaalamu wao. Ndio maana Mungu aliona ni lazima atengeneze nguvu ya Roho Mtakatifu. Watakaposhindwa hospitali, watakaposema kweli unaumwa lakini ugonjwa hatuoni, kweli unaumwa, kweli kilo zimepungua, kweli unaonekana una shida lakini ugonjwa hatuoni, watakapokuambia hivyo, wewe uliye mwana wa Mungu, kimbilia kwa Roho Mtakatifu. Kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, watumishi wenye nguvu hiyo watagundua kwamba hapa yuko adui. Watakapokemea adui, yale magonjwa yataondoka. Watakapokemea, yale magonjwa yatapukutika. Kwa nini? Kwa sababu magonjwa ya kiroho
hayaponi hospitali. Laana za kiroho haziondoki kwa kufanya kazi. Huwa napingana sana na watumishi wanaoambia, msiwalazimishe watu kuomba. Watu wanakuwa maskini kwa sababu hawafanyi kazi. Wewe unajua unachoongea? Kuna watu wanafanya kazi kuliko unavyofanya wewe. Kuna watu nguvu wanayoitumia ni kubwa kuliko nguvu yako uliyekaa ofisini, lakini matokeo yake hayapo. Hawalali usiku kucha, wanashika jembe kuanzia Januari to December. Watalima maharagi, watalima viazi, watalima mpunga, watalima nyanya, lakini vyote vinatafunwa na yule alaye. Mungu alijua yuko alaye, na ndio maana amesema kwenye kitabu cha Malaki, leteni zaka kamili nyumbani mwangu, ili kiwemo chakula, nami kwa ajili yenu nitamkemea yule alaye. Kumbe kuna yule anayekula bila wewe kujua. Kuna yule anayekula ni kweli unatafuta, lakini yuko alaye. Ni kweli unafanya biashara, lakini yuko alaye. Ni kweli unalima, lakini yuko alaye. Kujua ya kwamba yuko alaye, angalia speed ulionayo na matokeo unayoyavuna. Angalia nguvu unayotumia na matokeo unayoyatumia, unayoyapata matokeo. Unalima heka 5, unavuna matokeo kwenye kiganja, kwa sababu yuko alaye. Sasa hii nguvu ya Roho Mtakatifu iliyoachiliwa ni kupambana na yule alaye. Ni kupambana na yule alaye. Nasi tunasema tunapopokea hii nguvu, sisi Shalom tunaiheshimu sana hii nguvu, na hatuko tayari kuwa mawindo ya yule alaye. Tutaitumia nguvu asubuhi, tutaitumia nguvu jioni, tutaitumia nguvu usiku, tutaitumia nguvu popote. Amen. Kwa sababu hatuko tayari kwenda na yule alaye. Kama wengine Roho Mtakatifu ni hadithi, Shalom ni halisi. Kama kwa wengine nguvu ya Roho Mtakatifu ni hadithi zilizopitwa, ni hapo zamani za kale palitokea panya. Hapo zamani za kale ilisuka nguvu. Kwetu sisi ni halisi, na tutatembea katika hiyo nguvu. Amen. Tumeona matunda ya hiyo nguvu. Amen. Tumeona baraka ya hiyo nguvu. Tumeona uwezo wa hiyo nguvu. Wanatega mitego, hiyo nguvu inategua mitego yao. Wanaweka madaraja, hiyo nguvu inabomoa madaraja yao. Dio. Wanaweka milima, hiyo nguvu inapasua milima. Dio. Wanatuma magonjwa, hiyo nguvu inarudisha magonjwa yalikotoka. Aya, piga makofi na vigelegele. Sikiliza Mkristo. Najua hapa wapagani naweza mkutano wote huu nikapata wapagani 2 ambao hawajawahi ingia kanisani hata siku moja. Wote ni Wakristo. Bila hii nguvu utateseka sana wewe. Bila hii nguvu utahangaika mno. Bila hii nguvu ibilisi atakukalia usiku na mchana. Bila hii nguvu ibilisi atakupaka kinyesi usiku na mchana. Bila hii nguvu adui atakalia maisha yako usiku na mchana. Unahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu. Na kwa sababu hii nguvu inapokuja kwako ina maelekezo. Hii nguvu itakuelekeza. Mji huu usiende, nenda mji ule. Mahali hapo usipite, pita njia ile. Nyumba ile usiingie, kuna mtego. Ingia nyumba hii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hii ndio nguvu ya Pentekosti. Huna macho ya rohoni wewe. Ruhusu Roho Mtakatifu awe jicho lako. Ruhusu Roho Mtakatifu awe jicho lako. Huwezi kupenya mwenyewe. Ruhusu Roho Mtakatifu aweke njia pasipo na njia. Roho Mtakatifu akijaa ndani yako, hakuna namna ibilisi atakuweza. Ibilisi haogopi walokole, sikia nikwambie. Ibilisi haogopi walokole. Wanaokandamizwa na shetani hawaogopi hao. Nyakati za leo ufalme wake umeimarishwa. Ibilisi anaogopa walokole wenye nguvu za Roho Mtakatifu. Hao ndio anaowaogopa. Wenye nguvu za Roho Mtakatifu, hao ndio anaowaogopa. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Niliona clip moja kwenye mtandao walitengeneza kwa kompyuta, lakini nikaona hii nadhani ni uhalisia. Walionyesha mtu lililojaa nguvu, nadhani uliwahi kuiona hata uliyepita kwenye mitandao. Mtu aliyejaa nguvu ya Roho Mtakatifu, namna anavyotembea haonekani mwanadamu, ila unaonekana moto na moshi unatembea. Akitembea barabarani ni moto na moshi ndio unaotembea. Halafu ameonyesha sauti, mtu ananena kwa lugha, maana yake aliyejaa
aliyejaa Roho Mtakatifu anapotembea haonekani yeye, unaonekana moto unaotembea, unaonekana moto unaotembea. Bwana akujaze Roho Mtakatifu, uwe ni moto popote uendapo. Hey. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Nataka uwe fire. Nataka uwe moto. Kama baba yako ni moto ulao, anazaa vitoto vinavyoitwa moto ulao. Ndio. Baba aliye moto anazaa vitoto vinavyoitwa moto ulao. Ndio. Ukiingia kwenye kazi za adui, moto ulao utafune kazi za adui. Ndio. Ukiingia kwenye mitego yao, moto ulao utegua mitego yao. Haleluya. Toka kwenye ulokole wa kawaida. Toka kwenye ukristo wa kawaida. Hababaishwi na ukristo wa kawaida. Anababaishwa na waliojaa Roho. Hey. Haleluya. Haleluya. Amina. Kabla sijasoma neno, ngoja nikupe ushuhuda kidogo. Kuna mwaka mmoja nilienda Bulongwa. Mimi ni Mkinga. Nimeenda Bulongwa kwenye mkutano. Kufika usiku, saa 8 za usiku, Roho wa Mungu akaniambia, akanipapasa kwenye ubavu huu. Nampenda. Akanipapasa namna hii. Akasema kwa sauti ya upole, Nyisaki, amka uombe. Nikaamka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kukakucha. Nikafanya mkutano siku ya kwanza. Siku ya pili majira yale yale, nikapapaswa ubavuni. Nyisaki, amka uombe. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kukacha. Siku ya tatu majira yale yale, nikaamshwa, amka uombe. Nilipoomba nikaenda kwenye mkutano namna hii. Nilikuwa kwenye ushirika mmoja uliotoka Bulongwa unaitwa ushirika wa Amani. Ndio walionialika. Nilipofika, nimesimama kwenye madhabahu namna hii. Ninahubiri. Watu wamejaa namna hii kwenye kiwanja. Nikawa naona kule mwisho wa kiwanja kule kuna baba mmoja amejitenga peke yake. Wenzake wamesogelea mkutano, lakini yeye amejitenga peke yake kule. Lakini Roho Mtakatifu alinipa kumkazia macho sana. Nikagundua pale pana kitu. Kwa nini Roho Mtakatifu ananiambia nimkazie macho yule? Nilipoendelea kuhubiri, Roho Mtakatifu akaniambia iseme dhambi ya uchawi inavyotesa watu, na dhambi ya uchawi ilivyo mzigo kwa waliobeba. Nilipoisema ile dhambi, kila najaribu kutoka kwenye ile dhambi nihubiri vingine, Roho Mungu ananirudisha hapo hapo. Kila nikitaka nichomoke nihubiri vingine, Roho Mungu ananirudisha hapo hapo. Kumbe alikuwa na mchokonoa mtu mmoja. Kumbe alikuwa na mchokonoa. Roho Mungu ni si mchezo. Acha kabisa nakwambia. Anayajua mabifu. Anavijua vita. Anajua vurugu. Kumbe na mchokonoa. Niliposema nikasema, nikitaka kutoka anakandamizia, nikitaka kuacha anakandamizia. Yule baba nikakuta na nyanyuka kule, ameweka mkono mfukoni namna hii. Akaja kwenye mkutano, anakuja. Roho wa Mungu anasema endelea kusema roho ya uchawi ilivyo mbaya na namna ambavyo ni mzigo. Nikaisema. Yule baba akaja force. Sasa akapanda, lile jukwaa lilikuwa refu kidogo, akapanda kwenye ngazi. Sasa nakuta mkutano umepoteza network. Yani hawaniangalii, ila wanamwangalia huyu baba. Mimi simjui, mimi simfahamu, mimi simuelewi. Kumbe wao wanamjua kwamba yule baba ni konkodi kwenye ule mji. Akitema mate akikwambia jogoo huyu aende nyumbani, akitema mate kabla hajakauka, jogoo alipoti kwenye nyumba yake. Tena unapofika omba na taadhima kwamba samahani baba, sijajua kama ndio huyu uliyemchagua. Muangalie vizuri, muangalie kama ni yeye au sio yeye. Aseme ni yeye, mweke humo ndani. Maana amekula wengi, ametafuna wengi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Ndipo akakanyaga kwenye madhabahu, akapanda hatua ya kwanza. Watu wamechanganyikiwa, wanamfuata nyuma,
Wengine wamejishika tama, wanasema kitakachotokea kwa mtumishi wa Mungu leo sijui ni kitu gani. Mtumishi wa Mungu anauawa madhabahuni leo. Alipopanda ngazi ya kwanza, ngazi ya pili, kumbe ule mkono mfukoni alibeba kisu, akachomoa kisu. Akachomoa kisu. Alipochomoa kisu, Roho wa Mungu akanikamata. Akasema usiogope, kaa nyuma yangu. Nikasema sawa bwana mkubwa. Sasa nikamwambia molohoni, nikamwambia anapanda, maana akapanda ngazi ya kwanza, akapanda ya pili, ya tatu. Namwambia Roho Mtakatifu, mbona anapanda? Roho Mungu akasema mgandishe. Nikasema kwa jina la Yesu simama hapo hapo. Akabaki ameweka mguu hii, kushusha hasushi, kurudi nyuma harudi, kusogea mbele asogei. Amekamatwa na Roho Mtakatifu. Mguu wake umesimama na kisu chake kimesimama. Yes. Nampenda Roho Mtakatifu. Amen. Hawezi kujipigania wewe, mruhusu akupigania yeye. Hawezi kujitoa kwenye mikono yao. Ndio maana Daudi anasema asiyetutoa mawindo kwenye vinywa vyao. Ahimidiwe Bwana. Hii ndio jeuri ya watakatifu. Huyu ndio jeuri yetu. Yaani sisi ni dhaifu sana bila yeye. Sisi ni dhaifu bila yeye. Ila tukiwa na yeye, vifua mbele. Tuna nguvu. Tuna nguvu pamoja na yeye. Kwa sababu yeye ndiye nguvu yetu. Amina. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Nikabaki. Amen. Sasa dakika chache, sijui taarifa zilifikaje mashambani. Watu wa mashambani wametoka, wanakuja, wana udongo, wanasema leo sijui kinachotokea hapa. Kisa ameshikilia namna hii. Nilipomtazama macho, ni kama macho ya pusi yanazunguka namna hii. Macho ni kama ya pusi kabisa, yanazunguka namna hii. Nikaendelea kusema, nikaendelea kuisema ile nguvu na kuiharibu ndani yake. Nilipomaliza kuibomoa na kuivunja, Roho Mungu akaniambia sasa mwambie arudi kwao. Nikamwambia ondoka kwa jina la Yesu. Yule baba alivyokimbia kutoka hapo. Alivyokimbia kutoka hapo. Kwa maana kwa mke wake aliaga. Alisema mke wangu, ng'ombe hizo angaliaga, watoto hao angaliaga, mimi nakwenda kufungwa gerezani. Akasema kwa nini? Akasema yule mtoto wa kike, tena nizungumza kauli mbovu sana. Akasema anayeenda uani amechuchumaa, hawezi kuharibu mali zangu. Mshenzi mkubwa. Kumbe vimeharibika. Vimebomoka. Vimebomoka. Sikia nikwambie, huyu roho tujapovaa magauni anatupa ujasiri usiokuwa wa kawaida. Anatupa nguvu usiokuwa ya kawaida. Tujapokuwa tumeishia darasa la 4A, hata sekondari hatujafika, hata form 1 hatuijui. Pamoja na hayo yote tunayo nguvu kupita nguvu zote. Haleluya, haleluya. Yule mama alimfuata akamwambia wewe ndo mkorofi. Kwani yule binti alikuja hapa au wewe ndo uliyemfuata kwake? Akasema nilimfuata. Kwani wangapi wanawafuata na ninawaweza? Akasema sio wote wa kuwaweza. Sio kila kamba ya kuanikia vitenge. Sio kila kamba ya kuanikia vitenge. Sio kila kamba ya kuanikia vitenge. Kamba zingine ni grid ya taifa. Kamba zingine ni TANESCO, grid ya taifa, tena ambayo haina magauni, iko wazi. Utakapotundika na wewe unatundikwa. Chapia Yesu makofi. Yes. Chapia Yesu makofi. Haleluya. Ninapenda kuisema hii nguvu. Haleluya, haleluya. Alipoondoka, anaposhuka kwenda kwenye mkutano, kumbe ule mkutano una wakwe zake, una watoto wake. Alienda kwa wakwe, piga makofi kwa wake za watoto wake, machapa makofi. Hasira zikaishia huko, akaenda nyumbani. Anarudi nyumbani, alipoingia kulala akawa mgonjwa. Paka baada ya wiki 2 akaondoka dunia. Tole. Baada ya wiki 2 akaondoka dunia.
Wachawi wasicheze na watu waliojaa roho. Haleluya. Matendo ya Mitume mlango wa 5. Fungua, nataka nikupitishe kwenye hii nguvu kidogo tu. Maana majira yetu yameenda kidogo tu. Kwa nini tunaitafuta? Matendo ya Mitume 5 mstari ule wa 12. Sawa. Na kwa mikono ya mitume zikafanyika ishara na maajabu mengi katika watu. Maiki wapendwa maiki. Rudia mtumishi, watu hawajasikia, maiki ilikuwa chini. Amen. Na kwa mikono ya mitume zikafanyika ishara na maajabu mengi. Sikia katika watu. Sikia. Mtumishi usikae. Na kwa mikono ya mitume zikafanyika ishara na maajabu katika watu kupita kawaida. Hawa mitume kabla ya roho walikuwa ni wa kawaida kabisa? Ndio. Hawa mitume kabla ya roho walikuwa wavuvi wa samaki kabisa? Ndio. Hawa mitume kabla ya roho walikuwa ni, yani kwa mfano akina Mathayo ndio walikuwa ni hatari, wala rushwa, yani waliogopa kama leo TRA inavyoogopwa, yani walikuwa ni watu fulani. Lakini roho alipojaa aligeuza ile mikono iliyokuwa inapokea rushwa ikawa mikono ya kufanya miujiza, ikawa mikono ya kufanya ishara. Hizi ishara hazikutokana na elimu yao, zilitokana na huyu roho aliyejaa ndani yao. Hebu twende. Nao wote walikuwako kwa nia moja. Kwa nia moja. Katika ukumbi wa Suleiman. Katika ukumbi wa Suleiman. Na katika wote wengine hapana hata mmoja aliyethubutu kuambatana nao. Yani watu wengine walipowaona wakina Paulo, wakina Petro, nguvu zao, ishara zao, maajabu yao, wakawaogopa kwamba hawa watu sio wa kawaida. Watu gani ambao wanafufua waliokufa? Watu leo hii mimi nawaambia Uyole hili neno natamka kwenye madhabahu hii. Natamka. Hii miujiza ambayo Mungu ameanza kuifanya Shalom. Watu wanatikisika eti ni mganga wa kienyeji na bado. Yes. Nasema na bado. Bado. Nasema bado. Nasema bado. Wao wanawekeza kwenye maneno, mimi nawekeza kwenye kutengeneza nguvu. Huyo roho afike mahali ajitambulishe. Amen. Haleluya. Haleluya. Waliwaogopa wakawaadhimisha kutokana na kazi zilizofanyika. Hatujaokoka kuimbiana pambio. Tumeokoka kwa ajili ya kazi. Hatujazwi kwa ajili ya kuimba kwaya. Tunajazwa kwa ajili ya kazi. Ungeelewa ungesema amen. Hatujazwi roho kwa ajili ya kushona sare za kwaya. Tunajazwa roho kwa ajili ya kazi. Hatujazwi roho kwa ajili ya kupiga step 5 6. Tunajazwa roho kwa ajili ya kazi. Tuko hapa kwa ajili ya kazi. Na lazima kazi ionekane. Na lazima kazi ionekane. Lazima kazi ionekane. Tumeletwa kwa ajili ya kazi. Wasioona wapate kuona, walioviwete waweze kutembea, waliovamiwa na nguvu za giza wainuke tena. Amen. Waliokufa kwenye dhambi wainuke tena. Amen. Tumeletewa kazi. Amen. Lazima kazi ionekane. Amen. Mimi nakataa. Nimekataa na nitaendelea kukataa. Waliondoka nazo wakina Petro, ishara na miujiza. Kwani Petro alitoka mbinguni? Petro alishushwa na mbingu? Petro alizaliwa na mama yake? Petro alinyonya manyonya ya mama yake? Petro alikaa tumboni usikute naye alizaliwa hata njiti? Lakini uwezo huu, sema uwezo huu, sema uwezo huu ulimfanya atikise dunia. Yes. Hata walipofika mahali wakaingia kwenye mji mwingine wakaogopa, wakasema wale waliopindua mji, waliopindua nchi wamekuja na huku kwetu. Hii nguvu inapindua. Hii nguvu inapindua. Hii nguvu inapindua. Hii nguvu inageuza. Hii nguvu inapindua. Udongo unakwenda juu, juu kunakwenda chini. Yes. Hii nguvu ni zaidi ya bomu la Hiroshima. Kuna bomu liliwahi rushwa Japan. Hiroshima. Ndio. Ni Hiroshima.
Ndio. Waliwahi rusha wa Marekani, si ndio? Ndio. Lile bomu lilikwenda likapiga, linazaa walemavu mpaka leo ile nchi. Na Marekani inalipa mpaka leo hii. Sasa kama lile bomu waliotengeneza wanadamu watu watenda dhambi kabisa, walevi, ndio, washenzi kabisa, ndio, mpaka leo linazaa virema, kazi ya Roho Mtakatifu itazaa virema mpaka Yesu atakaporudi. Hilo ndio balaa. Mimi nakataa. Hii nguvu itaendelea kuathiri vitu vingine. Ndio. Itaathiri asubuhi, itaathiri jioni, na usiku. Itaathiri usiku, itaathiri asubuhi. Watakapouliza watasema ile nguvu ilitokea kwenye madhabahu ile. Inapindua siku ya Pentecost. Yes. Ukienda vijijini ukapindue, ukienda mijini ukapindue, ukienda Marekani ukapindue, ukienda Europe ukapindue. Yes. Why? Lile bomu wanazaliwa vilema mpaka leo. Mpaka kesho vilema wanazaliwa. Na Marekani wanalipa mpaka kesho kutu. Walitengeneza bomu hatari. Sasa bomu walilotengeneza wanadamu likawe hatari kiasi hicho. Bomu la Roho Mtakatifu. Hilo ndio balaa sasa. Bomu la Mungu mwenyewe. Bomu la aliyezifanya mbingu na nchi. Lazima vitu vipinduke kwa jina la Yesu. Lazima ukoo wako upinduke, upate hasira, ukoo wako ukapinduke, madhabahu za ukoo wako zikapinduke, madhabahu za umasikini zikapinduke, madhabahu za ulevi zikapinduke, madhabahu za uzinzi zikapinduke, madhabahu za kutokusogea zikapinduke. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amen. Ngoja niseme kidogo na wana Shalom. Hallelujah. Mungu aweke ile hasira ndani yangu iingie ndani yako. Ile hasira iliyoko ndani yangu iingie ndani yako. Unakaeje jirani na nyumba mtu mganga wa kienyeji anakaa hapo? Yaani hapo umia mimi. Nganile. Nimekataa. Nimekataa. Hallelujah. Ndebelile. Yaani mnashare nyumba, mmekaa pamoja, halafu na unasema naye aliumbwa na Mungu. Ni kweli aliumbwa na Mungu, lakini bendera yake sio ya Mungu wetu. Zinakaje bendera mbili mahali pamoja? Zinakaje bendera mbili mahali pamoja? Lazima zishuke. Yes. Lazima zishuke. By force, by power. Lazima zishuke. Kwa maombi ya usiku wa manane lazima zishuke. Kwa maombi ya kufunga lazima zishuke. Kwa maombi ya sadaka lazima zishuke. Na ijulikane ya kwamba yuko Mungu katika Israeli. Walokole, piga makofi kwa Bwana. Tuwaombele hema. Wapi? Kwa sababu hawajui walitenda. Kweli unajua alitendalo huyu? Wanakula nyama za watu usiku. Wako wasiojua walitendalo, lakini sio huyo. Yaani mtu kabisa anakwenda usiku kucha, amebeba jina lako, analipeleka makaburini kukuzika, anazika biashara yako, anazika watoto wako, halafu wewe unasema Mungu hajui alitendalo. Tokana na maombi ya kishenzi, ya kipuzi, maombi ya kipuzi. Unapoomba angaliaga na nyakati. Unapoomba angaliaga maombi hayo na nyakati ulizo nazo. Kwani mjui shetani kwamba sasa hivi ameongezeka vichwa? Ndio. Mungu alipotangaza vita kati ya Adamu na Hawa, alisema huyu nyoka atakung'ata kisigino. Ndio. Na wewe utamponda kichwa. Ndio.
ila atakung'ata nini? Kisigino. Alikuwa na kichwa hiki kimoja. Alikuwa na kichwa hiki kimoja. Halo? Ndio. Naomba mnivumilie leo hata kama usikasirike mtoto wa Mungu. Nenda kwenye Ufunuo 12. Yule mwanamke Yohana yuko kwenye maono, analiona joka lina vichwa 12. Sasa kisigino chako una visigino vingapi? Una visigino viwili, tuseme utafanya umekanyaga vingapi? Viwili. Hivyo 10. Unaposoma Biblia uone na jicho la tatu. Mwanzoni yule nyoka wa Adamu na Eva ana kichwa kimoja. Kichwa kimoja. Kichwa. Lakini Yohana analiona joka lina vichwa 10. Maana yake tumia silaha za aliomba mwanangu Elvis siku moja kwa unyenyekevu kabisa, kaja chumbani. Mama, naomba utupe ruhusa Jumapili moja. Tusifanye chochote. Ndio. Tumtukane tu shetani. Tumtukane tu. Tumtukane. Huna akili. Nikasema kwa nini? Akasema ona mama alivyomfanya yule mtu uliyekuja kumwombea. Tumtukane tu, kila mmoja jiandae. Haleluya! Upokee hasira ya kupambana kwa jina la Yesu aliye hai. Upokee hasira ya kupambana katika ulimwengu wa roho. Biblia inasema vaeni silaha zote za Mungu ili muweze kupingana katika ulimwengu wa roho. Vita vyetu sio vya damu na nyama, bali ni katika ulimwengu wa roho. Vaeni silaha zote. Silaha zote. Ukiwa na kucha ni silaha. Ukiwa na miguu ni silaha. Silaha zote. Nasema silaha zote. Ndio. Pambana mpaka shetani aachie familia. Waliopindua ulimwengu hawakupindua lele mama. Lakini nampenda Paulo anasema tujapoishi katika ulimwengu huu, tujapoenenda katika ulimwengu huu, hatufanyi vita vyetu katika ulimwengu wa nyama, bali vita vyetu ni katika ulimwengu wa roho. Na silaha zetu zina uwezo katika Bwana hata kuvunja madhabahu zao. Wana wa Mungu, halo. Halo. Watenda kazi, halo. Halo. Kuna mwanangu mmoja alikuwa anashindwa kusema wajoli wa Bwana. Anasema wajeuri wa Bwana. Kwa kweli. Wajeuri wa Bwana. Halo. Na ujeuri. Haleluya. Lazima vipinduke. Usipopindua watakupindua. Usipopiga watakupiga. Usipong'oa watakung'oa. Usipopambana watakuondoa. Usipopigana watakuondoa. Nimepata hasira sana. Hili neno nalirudia tena. Kwenye mtandao wa Facebook kuna mwanamke mmoja mweupe hivi. Ni mganga wa kienyeji yule dada. Tena ni mdogo tu. Alisema angalieni namna tunavyompeperusha mtu aliyeko Marekani. Anatakiwa arudi Tanzania. Aoe mwanamke huku Tanzania. Yaani yule mtu ameenda kwa mganga. Akasema nipelekee hili jina. Akachukua jina. Natolea mfano wa kwangu. Niwe mwanaume. Anasema namleta Nyisake Yuda Chaula, mzaliwa wa Tulonda Getwewe. Namleta na picha yake anayo. Anaweka kwenye kaango la chungu kiko kwenye jiko. Chungu. Ameweka popcorn, yale mahindi yale yabisi yale. Akaweka na mafuta. Akaweka na picha. Akaweka na jina. Sasa anasema ninamkaanga Nyisake Yuda Chaula, mzaliwa wa Tulonda Getwewe, aliyeko Marekani. Mahali popote aliko, atakapomkumbuka mwanamke huyu, moyo wake uruke kama bisi zinavyoruka kwenye kaango. Kama bisi zinavyoruka, ndivyo moyo wake uruke. Wewe mama umekaza unasema, yani mume wangu amebadilika jamani. Hakumbuki tulivyokuwa tunalala kwenye mkeka. Kalagabaho. Wengine wamekwenda kwenye digitali, hamia digitali. Toka analogi hamia digitali. Nini kimembadilisha huyo mwanaume? Yamkini anakaangwa kwenye bisi. Yamkini anaharibiwa kwenye bisi. Na wewe ingia mpike kwenye bisi kwa jina la Yesu. Ndio. Aya. Peleka akili yake. Namleta Elia Lemsi Muheni kwa damu ya Yesu. Bwana, akili yake haitashikwa, haitakamatwa kwa damu ya mwana kondoo, kwa
kwa jina la Yesu. Akili yake imeshikwa, haitakamatwa. Tupambane, atakayeshindwa ndio huyo Huyo. Atakayeshindwa huyo. Acha tuzichapa. Chaluka rohoni wewe. Acha ulokole wa kikondoo. Nenda ulokole wa mapambano. Nenda ulokole wa mapambano. Twende mtumishi, malizia hapo mstari mmoja. Haleluya. Ila watu walimwadhimisha. Twende Mstari wa 14. Walioamini wakazidi kuongezeka. Kwa Bwana. Wengi wanaume na wanawake. Sawa. Hata ikawa katika njia kuu hutoa nje wagonjwa na kuwaweka juu ya majamvi. Sawa. Na magodoro. Sawa. Ili Petro akija ngawa kivuri chake kimwangukie mmoja wapo wao. Sawa. Nao makutano na watu kwa miji iliyoko kando kando ya Yerusalemu ndio wakakutanika. Sawa. Wakileta wagonjwa nao walio udhiwa na mapepo. Sawa. Wachafu. Ndio. Nao wote wakaponywa. Sawa. Akaondoka kuhani mkuu. Hapo sasa. Yes. Na wote waliokuwa pamoja naye. Ndio, kuhani mkuu huyo ana mashosti wake. Hao ndio walio wa madhehebu ya Masadukayo. Wamejaa wivu. Wakawakamata mitume, wakawaweka ndani ya gereza. Sawa, Masadukayo. Lakini malaika wa Bwana akafungua mlango wa gereza. Usiku. Napenda hayo maneno. Akawatoa. Masadukayo walipojaa wivu kwamba mbona kwetu wakija hakuna hivi vitu, mbona havitendeki, mbona wagonjwa wakija hawaponi. Wewe unajua nguvu anayotumia yule mtu kuponya watu? Wewe unakula siku zote January to December, unakula wali, maharage, chakula, unalala kuanzia saa 3 usiku mpaka saa 2 asubuhi. Mwenzako analala masaa 2, masaa 7 yuko rabo kosandaraba korobo seka. Unakula wiki nzima, mwenzio anakula siku 2. Halafu bado unauliza ni kwa nguvu gani? Usitamani matokeo, uliza nguvu inayoleta matokeo. Amen. Usipambane na matokeo, pambana na nguvu inayoleta matokeo. Amen. Ukiijua hiyo hautasumbuka. Yule mtu, watu wakina Paulo wanaponya, Petro wanaponya. Masadukayo wakajaa wivu. Walipojaa wivu wakawafunga wakina Petro kwenye magereza. Lakini Roho wa Bwana akaenda akawachomoa kwenye magereza. Ikawa ni simba na yanga. Wengine wanafungwa, Roho wa Bwana anawatoa. Wale wanawaweka kwenye magereza, Roho wa Mungu anawachomoa kwenye magereza. Roho wa Mungu akaingia kwenye bifu nao. Wakiwaweka kwenye magereza, Roho anawatoa kwenye magereza. Usiogope watakapo kusema vibaya kwa ajili ya hiyo kazi. Yuko Roho atakaye kutoa kwenye magereza yao. Hapo mbele panasema hivi. Walipowaweka, malaika anawatoa. Baadaye wakasema tuwafungie tena. Wakawafungia tena. Maana sheria ya nchi wanayo, uwezo wanao. Walipowafungia tena, hawa watumishi malaika akaenda akawatoa usiku. Alipowatoa akawaambia mwende kwenye kazi. Nendeni hekaluni saa hizi, hekaluni. Sikiliza mwana wa Mungu. Mungu anapokutoa kwenye magereza yao, usibweteke. Umetolewa kwenye magereza ili uende hekaluni kufanya kazi. Unapotolewa kwenye gereza la magonjwa, usibweteke. Umeponywa ili umtumikie. Unapotendewa muujiza, usibweteke. Umetendewa ili umtumikie. Unapotembea na Bwana na uzima, usibweteke. Umetendewa ili umtumikie. Alipowatoa akasema nendeni hekaluni kuhubiri. Sasa kumbe wamejipanga kuwaua. Asubuhi wamekaa na vitambi vyao kama nawaona vile. Wanakuna vitambi vyao na ndevu zao wanazishika, hasira imejaa mpaka kwenye macho. Nenda mkawalete wale watu tuwamalize mapema mchana. Sicheze na nguvu ya Roho Mtakatifu. Walipoenda kuwachukua mchana, asubuhi wawachukue, wanamkuta mlinzi amekaa na mafunguo mengi. Kama namuona mlinzi huwa anachukuaga habari kama zile za Adili na nduguze. Kulikuwa na mtu alikuwa na kifungu cha
cha funguo. Waliosoma hadithi na nduguze wanaelewa. Kitita cha fungu la funguo namna hii. Mkuu wa gereza wanasema tuletee hao watu waende wakapigwe. Mkuu wa gereza anaingia kuwafungulia, anakuta gereza tupu. Hakuna mtu. Kufuli halijavunjwa, paa halijapasuliwa, anga halijabomolewa, ukuta hujabomolewa, lakini wenyewe hawapo. Lakini wenyewe wameondoka. Wakaanza kujiuliza, labda mkuu wa gereza umekula rushwa. Anasema hapana, walikuwepo, mnaujua utendaji wangu ninavyowachukia hawa, nani angewafungulia? Na walikuwemo humu, sasa wametokaje? Mmoja anapita anasema, wapendwa, nani mnaongea? Anasema kuna watu tuliwafungia humu tuwaone. Anasema nimetoka hekaluni. Sio wale wanahubiri hekaluni kule. Anasema watahubirije walifungwa? Anasema hapana, tumeni watu wakaangalia, ni wenyewe wale wanahubiri tofauti na sisi. Nimewaona kwenye hekalu kule wanahubiri. Sikiliza, sielewi teknolojia aliyotumia Roho Mtakatifu hapa, sijui. Aliwavunja mifupa, sielewi. Aliwachomoeje, sielewi. Aliwatoaje kama hewa, sijui. Maana milango imefungwa, madirisha yamefungwa, mageti yamefungwa, lakini watu hawamo ndani. Aliwatoaje mimi sijui. Sikiliza nikwambie, wakikufungia kwenye gereza usijiulize unatokaje. Yeye anajua njia ya kukuchomoa. Yeye anajua njia ya kukuchomoa. Yes. Usisema natokaje. Yeye anajua njia atakayokutoa. Anajua njia atakayokuchomoa. Utachomoka ndani ya gereza na hautafia ndani ya gereza. Haleluya, haleluya. Ujae Roho katika jina la Yesu. Utembee na Roho katika jina la Yesu. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Kuna watu mko hapa mlipoza roho. Maana huyo roho huwa anapozwa. Mimi zamani nilikuwa nikiamka kuomba, nikifunga. Maana kazi ya Roho Mtakatifu mojawapo ya kwanza ni kuomba. Tuliangalia jana kanisani juzi. Anaweka visima vya kuomba. Maana yeye ndiye bingwa wa maombi. Sasa hiyo ukiona maombi yanaisha, maana yake dalili ya kwamba yule mtu amepungua. Viwango vimeanza kutoka kwenye kuvukika vinaingia kwenye nyayo. Toka kwenye nyayo. Toka kwenye nyayo. Ingia kwenye mito isiyovukika. Utakapoiwasha hapa na kuambia usijue jogoo amewaka saa ngapi, jogoo amepiga kelele saa ngapi. Aweke uwezo ndani yako. Ukifika viwango hivyo, ukifika viwango hivyo, kila kitu kinabebwa. Wewe uliyepungua nguvu, wewe ambaye huna nguvu hiyo, leo hii mwisho wetu wa mkutano wa hapa nje. Haleluya. Ila Jumanne tunaendelea humo ndani. Kesho ngoja tuwasindikize wageni. Jumanne tunaendeleza humo ndani. Naomba Mungu akupe neema. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna gereza itakalo kushinda. Hakuna gereza litakalo kushinda. Kwa sababu huyo Roho atakutoa kwenye hayo magereza. Ana uwezo wa kukuchomoa. Nyosha mikono yako. Hata kama hujawahi jazwa. Jana kuna mmoja anasema, mama mimi unisamee. Amekuja nyumbani anasema, unisamee mtumishi, sikujua kama mnajaza roho. Maana mimi nilikuwa naota ndoto vibaya. Sasa nilipokuja hapo mmeniombea kujazwa roho. Nimefika nyumbani nimeota ndoto mtu amefyeka mahindi ameyaweka mlangoni. Naona nilikosea kujazwa. Nikasema kwa hiyo utaka uendelee na mahindi yako. Umeonyeshwa dalili ya kwamba vile vitu vimefyekwa. Vilivyokuwa vinakusumbua vimefyekwa. Alafu nasema unisamee. Naona hakujua kwa kweli. Angejua angesema Bwana utukuzwe. Amen. Nyosha mikono yako. Hii nguvu itakushukia popote. Hii nguvu ukijazwa leo, hata utakapoenda shambani, ukiendelea kuifikiria hii nguvu, utashangaa unatembea njiani unanena kwa lugha usioijua. Unaona ujasiri ambao hukuwa nao mwanzo. Unaona unatamani kuhubiri kuliko kawaida. Unatamani kuomba kuliko kawaida. Usizuie.
Sema Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Sema Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Ninakujua wewe. Ninakujua wewe. Ya kwamba ni nguvu yangu. Ya kwamba ni nguvu yangu. Roho mwema. Roho mwema. Uliyeachiliwa duniani. Uliyeachiliwa duniani. Ili unisaidie mimi. Ili unisaidie mimi. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ninakuja tena leo. Ninakuja tena leo. Naomba unisaidie. Naomba unisaidie. Mwenyewe siwezi. Mwenyewe siwezi. Mwenyewe siwezi. Mwenyewe siwezi. Nipatie hiyo nguvu. Nipatie hiyo nguvu. Itakayopambana. Itakayopambana. Na kila madhabahu. Na kila madhabahu. Iliyotumwa kuniharibia. Iliyotumwa kuniharibia. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Ninakuhitaji. Ninakuhitaji. Naomba unijalie. Naomba unijalie. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Naomba hiyo nguvu yako. Naomba hiyo nguvu yako. Ingia ndani yangu. Ingia ndani yangu. Ipindue. Ipindue. Kila madhabahu. Kila madhabahu. Ambazo hazijatokana na wewe. Hazijatokana na wewe. Madhabahu za magonjwa. Madhabahu za magonjwa. Madhabahu za udini. Madhabahu za udini. Madhabahu ya dhambi. Madhabahu ya dhambi. Madhabahu ya uovu. Madhabahu ya uovu. Madhabahu ya uoga. Madhabahu ya uoga. Iliyokaa ndani yangu. Iliyokaa ndani yangu. Ikabomoke. Ikabomoke. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila gereza. Kila gereza. Lililozuia. Vipawa vyangu. Vipawa vyangu. Karama zangu. Karama zangu. Vipawa vyangu. Vipawa vyangu. Ikavunjike. Ikavunjike. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Gereza la uchawi. Gereza la uchawi. Gereza la mizimu. Gereza la mizimu. Gereza la giza. Gereza la giza. Lililozuia. Hatua zangu. Likabomoke. Likabomoke. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Naomba leo. Naomba leo. Unichomoe. Unichomoe. Kwenye hilo gereza. Kwenye hilo gereza. Chomoa jina langu. Chomoa jina langu. Taja majina yako matatu. Chomoa jina langu. Chomoa jina langu. Taja majina yako. Mahali kokote. Mahali popote. Walikoyataja. Walikoyataja. Kwenye nguvu za giza. Kwenye nguvu za giza. Kwenye madhabahu za kuzimu. Kwenye madhabahu za kuzimu. Kila walipotaja. Kila walipotaja. Jina langu. Jina langu. Kwa ubaya. Kwa ubaya. Peleka radi. 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 Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Peleka radi. Kwa jina la Yesu. Peleka radi. Kwa jina la Yesu. Peleka radi. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Tuma radi. Ninapeleka radi. Tuma radi. Ninapeleka radi. Tuma radi. Kwenye hizo makeleza. Radi kwenye kambi Kwenye zao. makaburi. Radi kwenye madhabahu Kwenye zao. madhabahu zao. Radi kwenye mavuko Kwenye yao. madhabahu zao. Uchawi wa mafundo. Ninapeleka radi. Robo saya. Ninapeleka radi. Peleka radi. Ninapeleka Kwenye radi. hilo gereza. Ninapeleka radi. Peleka ngurumo. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Madhabahu za ukoo. Ninapeleka radi kwenye madhabahu za ukoo. Zilizoshikilia hatua za huduma yangu. Zilizoshikilia hatua za uchumi wangu. Ninapeleka radi. Ninapeleka radi. Ninapeleka radi. Ninapeleka radi. Ninapeleka radi. Ninapeleka radi. Tuma radi. Tuma Ninapeleka radi. radi. Kwenye kambi zao. Ninapeleka radi. Kwenye madhabahu zao. Kwenye farume zao. Rabakosa. Peleka radi. Peleka radi. Kamera zao. Ndio radi. Kamera zao. Kwenye TV zao. Kwenye kamera zao. Kwenye CCTV kamera. Tunapeleka radi. Peleka radi. Tunapeleka radi. Tunapeleka radi. Ndio. Gereza linabomoka. Gereza linabomoka. Leo ni radi. Gereza linabomoka. Leo ni radi. Gereza Radi linabomoka. zinapigwa. Gereza Kwenye linapigwa. makaburi. Gereza. Haijalishi. Ndio. Kwenye vyumba. Tunapiga. Peleka radi. Tunapiga. Peleka radi. Tunapeleka radi. Radi. Tunatuma radi. Tunapeleka radi. Kwenye vyoo vyao. Kwenye milima yao. Kwenye madhabahu zao. Kwenye milima yao. Kwenye farume zao. Kwa jina la Yesu. Kwenye anga zao. Kwa jina la Yesu. Peleka Kwa radi. jina la Yesu. Peleka. Kwa jina la Yesu. Peleka. Kwa jina la Yesu. Hao Kwa waliokusikilia. jina la Yesu. Waliosikilia Ni watoto radi, ni wako. radi. Waliosikilia Ni waume radi, na ni mume radi. wako. Ni radi, ni Waliosikilia radi. watoto Ni wako. radi, ni radi. Waliosikilia Peleka baraka. radi. Peleka radi. Tunapiga, tunapiga. Tuma radi. Radi zinapiga. Toboka. Radi zinapiga. Ya. Radi zinapiga. Moto. Radi zinapiga. Rikoshekete. Ni moto, ni moto. Kwenye hizo madhabahu. Tunapiga hizo madhabahu zilizokamata huduma zetu. Zimekamata uchumi wetu. Zimefunga hatua zetu. Ni radi. Kwenye hao wakuu wa hizo madhabahu. Kwenye hao wakuu wa hizo madhabahu. Radi ziwapige. Radi ziwapige. Hao walinzi wa hizo madhabahu. Hao walinzi. Hao walinzi waliotumwa kulinda huduma zetu. Waliotumwa kuzuia huduma.
Tunapiga, tunapiga. Yes. Tunapiga, tunapiga. Yes. Tunapiga, tunapiga. Hao walinzi, hao walinzi. Hao walinzi wa hizo madhabahu. Hao walinzi wa hizo madhabahu. Tunapeleka lani. Tunapeleka lani. Tunapeleka lani. Yes. Kwa jina la Yesu. Yes. Kwa jina la Yesu. Yes. Kwa jina la Yesu. Rabosaya. Tunapiga lani. Ripasaka. Labi zinapiga. Hao walinzi wanaolinda mimba yako. Ili haribike. Piga radi, piga. Piga radi, piga. Piga radi, piga. Kwenye viungu vyao. Piga radi, piga. Kwenye viungu vyao. Lipua. Kwenye viungu vyao. Pambana, pambana. Tunafuta. Pambana, Hivyo pambana. viungo. Ndio. Tunafuta. Ndio. Moto, 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 moto. Viungo. Tumaradi. Madhabahu zao. Zinazosababisha mimba zako kuharibika. Tumaradi, 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 radi, radi. Tunapeleka radi kwenye viungo hivyo. Sogeza huku mbele. Rabakota. Vijana wa kiume msogeza huku mbele. Gorobo seka. Ndio. Shikeni wapendwa hapo kwa wengi. Kamata hiyo miguu zako huku mbele. Msogeza huku mbele. Kuzuia tena. Tunapiga, tunapiga. Tunapiga, tunapiga. Piga hiyo radi. Piga. Zinazokuzuia. Piga. Usisogee mbele. Piga. Lipua. Watumishi wa Mungu kamata hapa. Watumishi wa Mungu kamata hapa. Rako sekete rabako. Riko seke. Rapapa raboka. Piga radi magonjwa ya laana zao. Ujinga wao. Upuuzi wao. Lipua kwa moto. Silaha zao. Lipua kwa moto. Vitembe vyao. Uwezo wao. Lipua. Tayo mtoto alafu. Jina la Yesu. Tayo Kwa mtoto jina alafu. la Yesu. Pigana. Tunakamata. Pigana. Tunapiga. Haya magonjwa haya. Lipua haya magonjwa. Ninapiga lani. Lipua haya magonjwa. Lani. Laana ya ukoo. Laana ya umaskini. Laana ya umaskini. Hakuna hata mtu wa kumsaidia mwenzie. Ninapiga lani. Ninapiga lani. Toka babu la mkono. Toka babu la mkono. Kwenye masieto yao. Kwenye maganda yao. Lipua. Moto. Jina la Yesu. Mabomu ya mkono. Jina la Yesu. Mabomu ya mkono. Jina la Yesu. Mabomu ya mkono. Jina la Yesu. Tunashikilia umaskini. Kwenye masapao. Tunashikilia umaskini. Tunalipua. Damu ya Yesu. Tunalipua. Tunalipua. Lipua kwa moto. Ndio. Tupa mabomu ya mkono. Tupa mabomu ya mkono. Tupa mabomu ya mkono. Waachie. Tunalipua. Leo hakuna kinachobaki. Lipua.